Umeona huu mwezi kaka? Umeona huu mwezi? Nimelia sana. Kwa hata machozi sina. Nimelia kweli kweli. Kwa hiyo binafsi najua kwamba mpira unauma ndio, lakini hapo maumivu yanauma zaidi ya mpira. Sasa hivi naona tu ni kawaida. Kwa hiyo sina mashaka makubwa sana na Simba. Mimi naamini Simba watavuka. Hizi kisiki Simba atakifikia hatua ya Azam kafunga kwa tayari. Yanga plus pekee ndo Azam amecheza chuma mbili. Kwa hiyo mbaba hapa ni Yanga. Mulia kofia. So kweli. Kofia kwa kipi baba? Alichofanya. Kashinda kwa mbeleko. Lakini pia kuna raha. Unajua kweli Yanga jana walipaswa kutoa sare. Lakini watu wanasema umeona Mwarabu. Yaani ukipata nafasi ya kuonea ama kumdhulumu Mwarabu nyumbani kwako, wewe mdhulumu. Kwa sababu wao kwa hiyo mimi kwa jambo la jana kwamba Yanga pia amebeba itokea amebeba, lakini nimefurahi kwa sababu wamepata nafasi ya kumdhulumu na wamemdhulumu kwa kweli. Kwa hiyo mimi binafsi niwapongeze katika hilo. Pengine kwa hicho ambacho watu wengi watamtupia mwalimu lawama, lakini mimi bado nina imani na mwalimu na nina imani na timu. Wenzenu wamekimbia uwanja. Nyinyi mna nafasi ya kuondoka kwa sababu sio mechi hii tu. Mnaondoka na kilio hapo. Si hatujalia sana. Yaani kwa nini unajua tu tumelia sana? Kama kuna mtu amelia, kuna sisi wengine ambao tupo hafu. Umenielewa? Yaani maumivu hapo kati. Niko neutral. Yaani usinilazimishe mimi niumie wewe unapotaka. Sijui unanielewa? Maumivu yangu hapo kati kwa kati. Nikiumia ninapotaka, unapotaka wewe, maana yake nitatoka kwenye lengo. Nitaanza kutukana kama wewe jamaa hapo. Maana sisi wengine tuna experience na huu mpira. Huu ni mpira na hii sema ambao tupo popote ambapo wewe upo utafungwa tu ama utashinda tu. Kikubwa ni kujipanga kufanya maandalizi mazuri. Sio umeelewa? Wachezaji leo wamecheza kana kwamba hawataki kushinda. Umeelewa? Nafasi pia chance 4 za wazi. Unamlaumu vipi mwalimu? Umeelewa? Utamlaumu mwalimu kwa sababu amemtoa Morris, amemuingiza Chasambi. Nafasi si bado ipo kaka, nafasi ipo. Yaani kwa nini tulazimishane tuumie ambapo wewe unataka? Kila mtu apime kiwango cha maumivu yake. Mimi nimeumia kidogo ya kutosha, wewe utaumia sana, mwingine atatukana, mimi nitabaki kwenye msimamo wangu kwamba nafasi bado ipo, mnyama atasonga mbele. Sasa wewe ukianza kumlaumu mchezaji, tutalaumu wachezaji wote. Sio unaelewa? Mimi hiyo level ya kwanza kulaumu wachezaji nimevuka. Kwanza kwa kosa magoli 4. Sio magoli 4 kampiga mpaka yani goli liko lenyewe. Au mganga wetu katudanganya jamani. Hapo mnaonaje? Kuna namna hamjachungulia. Wanasema mpanzo ni upande wa pili. Wana bwana. Hao watu wa mpira bwana. Hamna yani upande wa pili kivipi? Ila sasa kocha anaanzaje vile ana striker? Hilo nalo tatizo bwana. Mbele atakuwa mweke sawa. Wewe una akili. Kocha kusaidia macho kuonyesha sasa jamani, tukianza kumshukuru mwalimu ana mechi sijui 3 sijui 2, yani itakuwa wewe una adabu na mpira. Hebu acheni wanasema acheni nini? Acheni nini? Wanamsema soje. Jasho. Na kitambaa changu gani? Ole bwana. Ya nini? Ole. Wewe unafikiri kuna mpira unauma sana? Kuna vitu vinauma kaka. Utakutana navyo wewe. Kuna nisikilize bro. Mimi hapa ndo nina hiyo experience ya maumivu. Kweli wewe. Sio unanielewa kaka? Ndio. Kuna vitu vinauma. Mimi mwenyewe nilikuwa naamini mpira unauma zaidi kwa sababu labda Simba ni maisha yangu. Lakini bro, kuna vitu vinauma. Yes. Mimi ndo naelewa. Wewe usinijaji sana. Kuna vitu kwenye haya maisha vinauma kupitia nini ya zaidi. Yes. Kuna mtu anabisha. Wewe ukibisha ni wewe, ila mimi hapa niliopitia hayo mavitu ndo naelewa kwamba kuna vitu vinauma zaidi ya mpira. Kabisa. Yaani mpira ukiwanisha hivyo vitu, mpira unakaa pembeni. Kama nini? Sasa siwezi kuzungumza hapa. Ongea bwana. Ongea bwana. Kusema mapenzi.
Mama yangu mwanamke. Sasa unafanisha mapenzi na mpira. Sasa mpira unauma kuliko vipi Huenda kinachoumiza mashabiki wengi wa Simba ni jana wapinzani wenu wameshinda tena wakiwa Zanzibar. Hicho anaweza kinauma. Lakini nyie mmekuja mko nyumbani sio kinauma kinakera. Kinakera. Na kundi lao linatajwa kuwa ni kundi gumu kuliko la kwenu. Hii ina maana gani kile? Sasa uzuri ni kwamba kusema hilo kundi ni gumu, mimi sitashiriki. Mimi nilichokuwa naona kila mtu acheza mechi zake, ashinde mechi zake. Masuala ya kwanza kumwambia mwenzako amepangwa na Waarabu, sio nini na nini, mimi kutembelea peji yangu kuna vitu tofauti ambavyo mimi naishi navyo. Kwa hiyo swala la kusema kundi hili gumu, mimi sijashiriki kwa kweli. Kwanza sijui Yanga pamoja na nani bwana? Nani na nani? Farabati JS Kabila. Sema JS Kabila. JS Kabila. Farabati AS. Na sisi hapa unajua kundi lako huko? Sijui kaka. Tulitaka kuanzia juu kushuka chini, kuanzia chini kwenda juu. Yuko Stade Marien. Una Esperance. Esperance Tunisia. Esperance huyu ndo ametufunga. Nani ndo nani? Huyu alifunga umjui. Nani sasa utaje? Mimi sijui bro, mimi sijui chochote. Wewe unatakiwa uniambie. Mimi nimekuja leo nimejua Simba tu anacheza. Na nani? Atletico. Atletico Madrid. Atletico. Petro de Rwanda Atletico. Kubali wacheza tumecheza. Sasa mtu timu yenyewe jina lake tu mtu alisha kumsaliti Yesu. Mtu anaitwa Petro. Timu inaitwa Petro hapo isitufunge. Jamani. Petro ndio amemsaliti Yesu au nani? Petro alimuuza Yuda akamsaliti. Alimuuza kwa vipande vya sarafu. Kwenye nani mmepigwa biashara. Kwa nini leo umeuzwa Kenya? Nyuma hapo. Unaburuza mkia. Sasa mimi sitishiki kuburuza mkia. Kwa sababu ninaamini mnyama very soon. Ungekuja kukaa kwa kati hapo. Ukawa unampigia pembeni. Kocha huyu ameota wamtaki. Nani amtaki? Mashabiki. Amtaki kwa kisa gani sasa? Wewe niambie kosa la mwalimu. Ana striker. Yule mpanzo alokosa magoli mangapi yale matatu? Afanywe nini? Hatumtaki pia. Hiyo ni mihemko tu ya mashabiki watulie. Wa mashabiki waache mihemko. Sema unajikaza. Na nini? Hebu unaongea kwa kujikaza. Bro, kuna situation mimi nimepitia. Hii ya kufungwa sasa hivi. Haikuumizi. Wewe. Brother. Gay hata ukifungwa poa tu kweli. Sasa hivi? Hapana. Yaani nisikilize. Siwezi kuumia kama ambavyo nilikuwa naumiaga mwanzo. Kwa sababu nimeamini yapo maumivu yanauma zaidi ya mpira. Baada ya kuyapitia. Yes, kwa herufi kubwa. Yaani mimi fungwa tano. Sasa tano hizo zimepita. Wewe naye vipi basi? Moja maumivu. Sasa kabla ya mimi kupitia situation yangu. Sema kesho Yanga peke yake ndio wameshinda katika hali za sasa. Yes. Unazungumzaje tule scenario kama hii? Nafikiri tuna Sasa wanatukanaje wenyewe? Japokuwa wamecheza wamewadhulumu Waarabu, lakini pia sio swala la kuwalaumu sana kwa nini wamewadhulumu. Mimi niwapongeze kwa kuweza kuwadhulumu Waarabu. Muarabu ukiweza kumdhulumu sio nielewa. Kwa sababu wao ni mabingwa wa kudhulumu. Kwa hiyo hongera kwa sababu wao ndo wana alama 3, wameshinda. Nafikiri timu itarudi kwenye uimara wake, tutarudi tutashinda, tutafika hatua kwa Naona finali. Sasa tunashindaje kuiona wakati sisi tushafanya makubwa zaidi ya haya? Simple and clear. Tunafanya makubwa. Ndugu jana kafunga Sasa kama Dube alikuwa anasema vile na jana kafungwa. Huo ni mpira una maajabu. Mpira unadunda kabisa. Mpira uheshimiwe. Simaliza interview. Ni chache lakini tumezikosa. Na kipindi cha kwanza wakati hakuna striker tumetengeneza nafasi nyingi tukazikosa. Kikubwa tujiulize maswali, kwa nini magoli hayaingii? Tusiseme kwamba mwalimu kaanza na mchezaji fulani hajaanza na striker. Je, wale ambao sio striker walioanza walikosa magoli mangapi? Kwamba mwalimu alisema wasifunge, utamlaumu mwalimu kwamba yale magoli yasiingie au yapite pembeni au yasifungwe sio magoli. Kwa hiyo kwa upande wangu siwezi kumlaumu mwalimu kwa kiasi kikubwa. Kikubwa ni kwamba tunaujua mpira wa Afrika, tunaujua mpira wa Tanzania ulivyo. Tujiulize tu maswali, kwa nini wenzetu wameukimbia uwanja wa Mkapa? Afu na sisi pia tujitafakari kwamba huu uwanja una nini? Je, tumefanya nini kwenye uwanja? Ile kauli mbiu ya Simba ya kwa Mkapa hatoki mtu iko wapi sasa hivi? Kwa nini watu wanatufunga? Kwa nini? Jiulize, tangu tumeanza hatua za awali tumecheza mechi 2 kwa Mkapa, tumepata matokeo? Hatujapata matokeo. Kwa hiyo ni swala la kujiuliza kwenye kichwa chako kabla hujamlaumu. Asante.